Watanzania wenzangu popote mlipo, hamjambo. Mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu amepata ushindi mnono dhidi ya serikali mahakamani. Kumbuka kwamba kesi inayomkabili Tundu Lissu ya uhaini, kesi ya mchongo, inaendelea mpaka mwezi Machi, na tayari mwezi huu wa pili Lissu ameweza kubwaga serikali chini. Sasa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imekubaliana na hoja ya pingamizi la mwenyekiti wa tume ama mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu kuhusiana na kizimba cha mashahidi wa jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili, kuwa kizimba hicho hakistahili kutumika. Unaona, serikali ndio wakati huu inatoa ushahidi wa kutaka kuridhisha mahakama kwamba ndio hii kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu ya uhaini ni ya ukweli na anapaswa kufungwa. Lakini sasa serikali ilipofika zamu yao kutoa ushahidi, wakajenga kizimba maalum ambacho mashahidi wanajificha ndani kutoa ushahidi dhidi yake Tundu Lissu. Cha kushangaza, mpaka hichi kizimba ambacho walikuwa wamejenga, yani mpaka majaji hawakukuwa wanaruhusiwa kumuona mshahidi, kumuona yule ambaye anatoa ushahidi akitaka Lissu aweze kufungwa, akitaka Lissu aweze kufungwa milele. Sasa Lissu aliweka pingamizi akipinga shahidi wa 4 wa jamhuri katika kesi hiyo, ambaye ni miongoni mwa mashahidi 11 wa jamhuri waliopewa ulinzi wa mahakama kwa maana ya kutoa ushahidi wao bila kuonekana, kidai kuwa kizimba hicho hakiendani na matakwa ya kanuni ya 3 ya kanuni za ulinzi wa mashahidi, kwani hakiwezeshi mahakama kumuona shahidi huyo. Lissu alipingana kabisa na hatua kwamba walijenga kakizimba ndani ya mahakama eti yule shahidi asionekane, eti yule shahidi hadi mahakama, hadi majaji wasimuone, na ukikuta ni AI, na ukikuta ni AI ambayo ilikuwa inadanganya eti kwamba imetoa ushahidi. Sasa mahakama imeweza kusema kwamba hicho kizimba hakistahili kamwe. Hicho kizimba kinapaswa kurekebishwa, na mahakama hiyo imeweza kutoa uamuzi mnamo tarehe 11 leo mwezi wa pili mwaka 2026, na uamuzi huo ulitolewa na kiongozi wa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo, wakiongozwa naye Danstan Nduguru, na amekubaliana na hoja ya Lissu kuwa kizimba hicho hakikidhi matakwa ya kanuni hivyo ama hiyo. Sasa kesi hiyo imeweza kuahirishwa mpaka kesho tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2026, siku ya Alhamisi, kipindi ambapo kesi hiyo itakuwa inaendelea. Sasa tunaelezwa kwamba kizimba hicho mahakama imeweza kupeana mwelekeo kwamba kirekebishwe kwa namna ambayo mahakama itaweza kumuona shahidi husika, na imeahirisha kesi hiyo mpaka kesho kuapisha marekebisho ya kizimba hicho. Huu ni ushindi mnono. Huu ni ushindi mnono, mpenzi mtazamaji, Mtanzania mwenzangu. Hatuwezi tukabebewa akili na serikali ya CCM kwamba wanaweza wakajenga kizimba mpaka mahakama isije kamuona mtu ambaye anaitwa shahidi mwenye anasema kwamba anatoa ushahidi kumfunga Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema. Huu ni ushindi mnono. Huu ni ushindi mnono. Mahakama imekubaliana na pingamizi moja la mwenyekiti Tundu Lissu kwa kusema kwamba kile kiboksi au kile kizimba mahakamani akiwawezeshi majaji kuweza kumuona shahidi au mashahidi ambao watatoa ushahidi wao. Kwa maana hiyo mahakama imeamrisha kwamba
hicho kizimba maalum kitengenezwe, na kama kikitengenezwa kwamba majaji waweze kuweza kuwaona mashahidi wa aina hiyo na kesi ikawa imeahirishwa hadi kesho. Lakini kuhusiana na pingamizi zile za kwamba sheria haikutangazwa kwenye gazeti la serikali na kwamba zile nafuu ambazo upande wa mashtaka wanataka kuzitumia, mahakama imesema inabadilisha ile amri ya Jaji Mtembwa na kuweza kuamrisha kwamba basi kile kizimba kiwepo, wale mashahidi ili kufichwa utambulisho wao usiweze kuonekana, lazima watoe ushahidi wao kupitia kizimba maalum. Nina imani kwamba Mtanzania mwenzangu umeweza kuona hilo. Huu ni ushindi mnono. Mapema kipindi ambapo Lissu alikuwa anawasilishwa mahakamani, yani niliona serikali imegeuza Lissu amekuwa ni mwanamgambo. Yani itawezekanaje mwenyekiti wa chama cha upinzani anawasilishwa mahakamani na ulinzi mkali? Kwani Lissu amekuwa mwanamgambo? Polisi wamekosa kazi ya kuchunga taifa mpaka wanamchunga Lissu. Itawezekanaje mtu mmoja anapewa ulinzi mkali hadi mahakamani? Kwenye mfululizo wa kanda ambazo nitakuwekea, nilishangaa sana kuona serikali inamwekea ulinzi mkali kama huu. Watanzania wote wameweza kuungana na kusema kwamba Lissu anaonewa kwa kuwekewa kesi ya mchongo. Angalia, kuna huyu kada wa Chauma ambaye alitinga mahakamani kipindi ambapo kesi ya Lissu ilikuwa inaendelea, na akasema kwamba Lissu anaonewa na yeye sio muhaini, na alikataa kwa niaba ya Chauma. Sasa tunaelezwa kwamba huyu kada bwana Patrick John Asenga alisema mnamo tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026 kipindi ambapo alifika mahakamani Dar es Salaam kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Asenga alisema kwamba Tundu Lissu anaonewa, huku akiongezea kuwa Lissu hana hatia. Sambamba na hiyo, Asenga amewavaa vikali wanachama wenzake wa Chauma pamoja na uongozi mzima wa chama hicho, huku akidai kwamba chama hicho kimekuwa kama CCM ba. Unajua, acha nikueleze mpenzi mtazamaji, hata mtoto mdogo atakueleza kwamba hii serikali ya Samia imeshindwa kufanya kazi. Wameamua kutumia kitu ambacho kinaitwa udikteta. Wameamua kutumia udikteta kufanya nini? Kuongoza taifa. Wameamua kutumia kitu ambacho kinaitwa dola kuongoza taifa letu, kitu ambacho hatutakubali. Nimekuja mahakamani kwa sababu Lissu hana hatia. Lissu anaonewa, na laiti watawala wangetambua wanavyozidi kumweka gerezani, wanazidi kuwakomaza Watanzania kupigania haki na kudai mabadiliko ya kweli, basi wangemwachia asubuhi. Kwa mimi, kwa maoni yangu ni kwamba Lissu hana hatia, na nimekuja mahakamani kuja kushuhudia na kuona mwenendo wa kesi unavyokwenda, lakini kwa jicho la kawaida tu utagundua anaonewa. Kwa hiyo waharakishe haraka hiyo kesi imalizike, Chadema warudi wakafanye kazi yao ya kisiasa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba,
watu washindane kwenye majukwaa ya kisiasa. Uhuru wa kufanya siasa urejee, uhuru wa kutoa maoni urejee. Haya mambo ya kuoneana, kuumizana, kutekana yamepitwa na wakati. Hayana msaada wowote kwa taifa hili. Utakubaliana na mimi kwamba hii kesi ya Lissu haitaenda mbali. Serikali itashindwa. Jana niliona kipindi ambapo serikali ilisema kwamba wataendelea na kesi ya Chadema, ishara kwamba wamekwisha shindwa. Mwanasheria mkuu wa serikali alisema hilo. Leo hii Tundu amepata ushindi mpaka mahakama ikapokea hoja kutoka kwa serikali ikiomba mahakama kwamba wairishe kesi ya Lissu mpaka kesho, eti kwamba warekebishe kizimba maalum ambacho walikuwa wameunda. Mwenyezi Mungu halali, na wacha nikwambie, Mwenyezi Mungu halali. Walikuwa wamesema eti kwamba waachilie Lissu kwa masharti, eti kwamba haame kwenye taifa letu. Lissu akakataa, akasema kwamba atasalia hapa nchini. Ahame kwa nini? Kwani yeye ni jambazi? Ama hawa viongozi walikuwa wanataka kwanza wafunge viongozi wa upinzani, waibe uchaguzi, wajiapishe, ndiposa waanze sasa kutuambia tu kwamba wataachilia Lissu kwa masharti. Lazima tukatae ujinga kama huu. Tutaendelea kufuatilia matukio mazima kutoka mahakamani, matukio ya kesi. Tutakuwa tunakujuza. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kupiga subscription, kubonyeza kengele, alafu sambaza hizi kanda ziweze kuwafikia watu wengi. Ninashukuru sana kwa support yenu.